بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wanaulizana nini? Ile habari kuu ambayo kwayo wanahitalifiana. La, karibu watakujajua. Tena la, karibu watakujajua. Kwani hatukuifanya ardhi kama tandiko na milima kama vigingi, na tukakuumbeni kwa jozi, na tukakufanya kulala kwenu ni mapumziko, na tukaufanya usiku ni nguo, na tukaufanya mchana ni wa kuchumia maisha, na tukajenga juu yenu saba zenye nguvu, na tukaifanya taa yenye mwanga na joto, na tukateremsha maji yanayoanguka kwa kasi kutoka mawinguni, ili tutoe kwayo nafaka na mimea na mabustani yenye miti iliyokamatana. Hakika siku ya uamuzi imewekewa wakati wake, siku litakapopulizwa barugumu, nanyi mtakuja kwa makundi, na mbingu zitafunguliwa ziwe milango, na milima itaondolewa na itakuwa kama saradi. Hakika Jahannam inangojea kwa walioasi, ndiyo makazi yao, wakae humo karne baada ya karne. Hawataonja humo chochote kibaridi wala kinywaji, ila maji ya moto sana na usaha, ndiyo jaza muafaka. Hakika hao hawakuwa wakitaraji kuwa kuna hisabu, na wakikanusha aya zetu kwa nguvu, na kila kitu sisi tumekidhibiti kwa kukiandika. Basi onjeni, nasi hatutakuzidishieni ila adhabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratun Naba. Sura hii inathibitisha habari ya kufufuliwa
na inawahadharisha hao wenye kutilia shaka jambo hilo, na ikasimamisha hoja na dalili juu ya kuwezekana kwake kwa kuyaeleza yanayoonekana ya kudra ya Mwenyezi Mungu, na ikatilia mkazo kuwepo kwake, na ikataja baadhi ya alama zake, kisha ikataja hatima ya wenye kuasi na hatima ya wachamgu, na ikamalizikia kwa kuonya na kukofisha kwa siku hiyo inayotisha. Wanaulizana nini hao makafiri? Wanaulizana habari kubwa, habari ya kufufuliwa, ambayo wao wamezama ndani yake kukitalifiana baina ya wenye kuikataa na wenye kuitilia shaka. Kuwazuia kuulizana huko, wanaambiwa kuwa watakuja ujua ukweli wa mambo hapo watapoona kufufuliwa kumetokea hasa. Tena kuwazuia watakuja jua itapoteremkia adhabu, kwani wao hawaoni ishara za uweza wetu kwamba sisi tumeifanya ardhi imetandikwa upatikane utulivu juu yake na iwezekane kutembea juu yake, na tukaifanya milima ni vijingi vya ardhi vya kuituliza. Sehemu ya gamba gumu lilo juu ya ardhi linafikiria kiasi ya kilomita 60 unene wake, na inazidi mikunjo, mifimbi inapanda juu kuwa milima na uteremka chini kuwa ni vina vya bahari. Na hiyo hulingana kwa sababu ya uzito unaopatikana kutokana na milima, na kulingana huko hakuharibiki ila kwa kubongonyika, kwani gamba kavu la ardhi linazuiliwa na milima kama vigingi vinavyozuilia hema. Rejea maoni ya wataalamu juu ya aya 7 ya surati Qaf. Na tukakuumbeni kwa jozi wanaume na wanawake, na tukafanya kulala kwenu ni mapumziko ya machofu ya kazi. Kulala usingizi ni kusita nishati ya sehemu ya ubongo yenye kutambua na kuwa macho, yani gamba la ubongo, au kupunguka nishati yake kwa wingi ukilinganisha na daraja za nishati ya sehemu ya viungo vilivyobaki. Na kwa hivyo kunapunguka nguvu na joto la mwili. Tena mwili hapo wakati wa usingizi hupata kutua na kupumzika baada ya kuhangaika viungo au akili au vyote viwili. Basi kazi za kimwili zote hupunguka isipokuwa kazi za kusaga chakula na kupitisha mkojo katika mapigo na kutoka majasho katika ngozi, kwani yakisita hayo hupatikana madhara juu ya maisha ya mtu. Ama kufuta pumzi huko na kuhupunguka, na huwa ni kwa ndani zaidi, na huwa kwa kifua zaidi kuliko kwa tumbo. Na mpigo wa mishipa hupungua kasi kwa kunavyotokana na moyo, na udhoofika mkazano wa musulo, yani muscular tension. Na kwa hivyo huwa taabu kupata harakati za kinyume. Na yote haya ni ili binadamu apate kupumzika wakati wa kulala. Na tumeufanya usiku ni stara kwenu kwa kiza kinachokufunikeni, na tumeufanya mchana ni wakati wa kuhangaika kwenu kutafuta cha kukusaidieni katika maisha yenu. Na tumesimamisha juu yenu mbingu 7 zenye nguvu madhubuti. Na sisi tumeliumba jua lenye mwangaza na linalowaka. Makusudio ya Asiraj al-Wahhaj, taa yenye mwanga na joto, ni jua. Na hayo kama ilivyothibiti katika sayansi kuwa daraja ya joto na uso wake inafika daraja 6,000. Ama kati yake daraja yake inazidi daraja 30 milioni kwa sababu ya mdidimizo mkubwa unaopatikana juu ya mada zilizoko ndani yake. Na jua linatoa nishati hizi zifuatazo: 9 katika 100 ya miale ya ultraviolet rays, 46 katika 100 ya miale ya mwangaza, 45 katika 100 miale ya joto au infrared rays. Na kwa hivyo hii aya tukufu imeliita kuwa ni taa yenye mwangaza na joto. Na tumeteremsha kutoka mawingu yaliyo karibu kunyesha maji yenye kumiminika kwa nguvu. Mvua ndiyo kitu pekee kinachotoka asili yake maji matamu katika ardhi. Na asili ya mvua ni kukusanyika vijisehemu vya maji yanayopanda kutoka baharini na maziwa na mito, yakakusanyika kama mawingu na yakageuka chembe za mvua au vipande vya barafu, na hatimaye yakaanguka kwa sura ya mvua au theluji. Ili
kulitowekwa maji haya nafaka na mimea kuwa ni chakula kwa ajili ya watu na wanyama, na mabustani yenye miti iliyofungamana na matawi yake yameingiliana. Hakika siku ya uamuzi baina ya viumbe imewekewa miadi iliyokwisha kadiriwa kwa ajili ya kufufuliwa. Siku litakapopulizwa baragumu na kufufuliwa watu, mtakuja kwenye mkutano makundi kwa makundi, na mbingu zitapasuliwa kila upande hata zitakuwa ni milango, na milima itaondolewa baada ya kung'olewa mwala mwake na kuvurugwa, ikawa unaiona kama sura ya milima, na hali hiyo ni kifusi tu kilichorindikwa, kama unavyo mang'ati sarabi unaona kama sura ya maji, nayo si maji. Hakika jahanamu imekuwa kama ni kitu kinachongojea, walinzi wake wanaongojea watu watakaokuja kuingia. Yawe ni marejeo na mafikio kwa wenye kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu. Watakaa humo dahari baada ya dahari, hawataonja humo hata chembe ya upepo wa kuburudisha joto lake, wala kinywaji cha kupoza kiu chao. Lakini watakunywa maji yaliyopita ukomo kwa moto wake, na usaha unaomiminika kutokana na ngozi za watu wa motoni, malipo ya kuwafikiana na vitendo vyao viovu, kwani hao hawakutaraji kuwa itakuwapo kuhesabiwa hata watende ya kuwaokoa humo. Wakazikadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu zenye kuthibitisha kufufuliwa kwa mkadhibisho mkali, na kila kitu tumekidhibiti kwa kukiandika. Basi onjeni, wala hampati kwetu ila kuzidishiwa adhabu tu. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Hakika wacha Mungu wanastahiki kufuzu, mabustani na mizabibu na wake waliolingana nao na bilauri zilizojaa. Hawatasikia humo upuuzi wala uongo. Malipo kutoka kwa Mola wako mlezi, kipawa cha kutosha. Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao, Ar-Rahman, mwingi wa rehma. Hawamiliki usemi mbele yake siku watakaposimama roho na malaika kwa safu. Hawatasema ila mwingi wa rehma aliyemruhusu, na atasema iliyo sawa tu. Hiyo ndiyo siku ya haki. Basi anayetaka na ashike njia arejee kwa Mola wake mlezi. Hakika tumekuhadharisheni adhabu iliyo karibu kufika, siku ambayo mtu atakapoona yaliyotangulizwa na mikono yake, na kafiri atasema laiti ningelikuwa udongo. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
hakika wenye kumcha Mola wao mlezi watapata kuokoka na adhabu, na wataipata pepo na mabustani yenye matunda na mizabibu mizuri, na wanawari walio watipwatipwa wa elimu yao, na bilauri safi zilizojaa pomoni. Hawasikii humo peponi upuuzi wala uongo. Ni malipo kutokana na Mola wako mlezi kwa fadhila yake na ihsani ya kutosha. Mola mlezi wa mbinguni na duniani na vilio baina yao, ambaye rehema yake imeenea juu ya kila kitu. Hapana yeyote mwenye madaraka ya kusema mbele yake. Siku atakaposimama Jibrili na malaika walioteuliwa nao wamenyenyekea, hasemi mmoja wao ila akipewa idhini na Ar-Rahman mwingi wa rehema kuwa aseme, naye atasema hilo sawa tu. Hiyo ndiyo siku isiyo na shaka. Basi atakaye na ashike njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi, arejee kwa imani na amali njema. Hakika sisi tumekuhadharisheni na adhabu itakayotokea karibu, siku atakapoangalia mtu vitendo vyake vilivyotangulizwa na mikono yake, na atakaposema kafiri kwa kutamani kuokoka, laiti ningelibakia udongo baada ya kufa nisifufuliwe wala nisihesabiwe.